Ni kweli kabisa. Kabisa. Mwaka 2022 ndio mwaka ambao nilikuja Dar es Salaam kuja kupambana. Na nilifanya mambo mengi hapo katika upambanaji. Kwa hiyo moja kati ya jambo ambalo nadhani watu wengi ndo nadhani walikuwa hata wanabisha zamani ni kuwaambia kuwa nilikuwa bodaboda. Nadhani kwa sababu watu wanaangalia sasa hivi Obi Alpha yuko sehemu gani. Wanashindwa kungamua kwa ni sehemu gani ametoka. Kwa hiyo bodaboda ni moja tu kati ya kitu. Na bodaboda mimi kwangu ilikuwa ni kama kitu cha ukombozi, yani ilikuwa ni kazi kubwa kuliko hizo ambazo nilikuwa ninazifanya mwanzo. Kwa hiyo za mwanzo mimi niliuza pweza, nilitembeza mafuta walikuwa wanasema ya mnyonyo sijui hivi mikononi. Nilikuwa natembeza kutoka Mbezi kule mpaka kuna kipindi nilitembea kutoka Mbezi mwisho mpaka Mbezi shule, kwa ambao wanapafahamu hicho kipande ni kirefu sana. Napita madukani, bwana anauza mafuta, sijui anafanya nywele zinakuwa nyeusi namna gani vipi natural. Mimi mwenyewe hapo kiliangalia hicho kipindi nywele zangu ni nyekundu, yani kwa hiyo kazi nyingi sana nimezifanya, nimechanganya zege pia Kigamboni kule. Unaona nimewahi kuuza genge, kuna sehemu moja hivi kama unaenda ukitoka Mbezi unapita Mbezi Makonde pale unapandisha kule juu kuna ukumbi mmoja kule. Ile njia ile nimeshawahi kufungua genge pale. Kwa hiyo bodaboda mimi kwangu hakikuwa kitu kibaya. Yaani ilikuwa ndo njia ambayo nasema sasa hapa nimetoboa sasa. Okay. Kabisa. So wazo la kuimba lilianza wakati unafanya hizo shughuli zote au ilikuja tu bimvu? Kwa sababu si unajua tena harakati za mjini hapa. Okay. Mimi kuimba nimetoka huko mkoani kwetu Mbeya nikiwa ni muimbaji tayari, na bodaboda kimsingi mpaka nafikia kwenye kuendesha bodaboda nilikuwa tayari kwenye muziki nishakata tamaa kabisa, kwa sababu nishafanya jitihada kubwa, lakini pia nilikuwa ninaona muziki unahitaji investment kubwa na mimi hiyo investment nilikuwa sina. Kwa hiyo nilikuwa nimekata tamaa na nikasema nitaanza kwanza kuendesha bodaboda, alafu baadaye nije nimiliki hiyo bodaboda yenyewe, kwa sababu hiyo bodaboda ilikuwa ya mkopo. Kwa hiyo nije niimiliki. Ndoto yangu ya kwanza ilikuwa ni kuimiliki ile bodaboda yenyewe, lakini pia ya pili ilikuwa ni toke kwenye bodaboda nije kuwa dereva bajaji. Kwa nikiwa kwenye dereva bajaji nijua pale ninaweza angalau nikawa na jimeki, labda hata kwa mwezi naweza nikafanya hata nikapata hata hela ya kurekodi hata wimbo mmoja. Lakini hicho kipindi ambacho naendesha bodaboda ndo Mungu akainua watu ambao walikuwa wanabarikiwa kwenye hicho kipindi, kwa sababu nilitoa wimbo wa mwisho ambao mimi nilikuwa nasema sasa huu ndo wa mwisho, na kuanzia hapa ninaanza rasmi kuwa mfanyabiashara wa mambo mengine, najiachisha kabisa na mambo ya muziki. Na ule wimbo ambao mimi nilisema ndo wa mwisho ndo huo ambao kaleta watu ambao wakaja kunisupport na tunasapotiana mpaka ile.